Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, tunatumaini mzima. Nyuma ya kamera nipo Uncle G, lakini kwenye mic pia niko Uncle G. Lakini siku ya leo tuko na mtaalamu kutoka Nyanda za Juu Kusini, tunazungumzia Njombe, lakini ni mwamba ambaye amewakilisha Tanzania nzima. Nini safari yake ipo? Kwanza nitampa nafasi ya aweze kutusalimia, alafu baada ya hapo tutaanza na kipengele chetu ambacho tunahitaji kujifunza kutoka kwake. Inawezekana Bongo Movie upo na kuna vitu vingi ambavyo unatamani kuvijua kutoka kwake. Bwana, karibu sana Asili Yetu TV kwa mara ya kwanza kabisa. Asante na shukuru pia kwa kufika mahali hapa. Nimekuwa na amani na nimefarijika pia. Okay. Kufika viwanja vyenu na studio kwenu. Asante sana. Kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi anatamani kufahamu unaitwa nani? Mimi jina langu maarufu kwa sanaa natumia Ras Robert. Na ndio jina maarufu na ndio jina ambalo sehemu zote ukitamka Ras Robert ni rahisi kunipata na ni rahisi kuelezea. Okay. Shalitaja hilo jina. Ras Robert. Ras Robert. Okay, wewe ni mtu wa wapi hasa? Mimi ni mzaliwa wa Njombe na ni mzawa pure wa Njombe kwa sababu babu yangu mimi ndo alikuwa chifu wa hii Njombe. Okay. Kwa hiyo ni mzaliwa pure, japo nimekuwa nikizunguka kisanaa sehemu nyingi, lakini nyumbani kabisa ni Njombe. Japo wengi walikuwa hawaelewi. Okay. Kwa nyepesi ambazo mimi binafsi nimezipata, wanasema kwamba wewe ni muasisi wa sanaa kwenye mkoa wa Njombe. Wako sahihi kwa sababu kwa upande wa sanaa kwa Njombe mimi niligusa kila upande. Okay. Sababu nilifanikiwa kufungua darasa ambalo sikuweka mipaka. Nilifungua darasa ambalo watu wote ambao wana base kwenye sanaa za maonyesho ya jukwani, filamu, wote walikuwepo pale. Kilichokuwa kinafanyika ilikuwa ni department tu ambayo tunafanya kwamba ikifika kitengo cha watu wa muziki watafanya zoezi kwa wakati wake. Ikifika watu wa uigizaji watafanya kwa wakati wao. Ikifika watu wa sanaa za majukwani watafanya kwa wakati wao. Nilifanya vile nikiwa na maana kwamba kwa sababu nilianzia mimi sanaa kabla ya Njombe, nilianzia mkoa. Ikafika sehemu nikawa nimeuweka level fulani ambayo nikaanza kujiuliza, natengeneza huku, mbona kwangu bado sijaweza kufanya kitu ambacho kinaendana na hichi ambacho nakifanya mkoa. Nikalazimika nikarudi miguu yote miwili na hatimaye nikaanza, mapokeo yakawa ni mazuri na nikaenda na nilipushi mpaka kiasi kwamba ikawa inanipa hope siku hadi siku kwa sababu nilizidi kuibua vipaji na bado watu walizidi kwa hapa Njombe. Okay. Ulianzaje safari yako ya Bongo Movie mkoani Njombe? Bongo Movie Njombe nilikuja nikagundua kwamba watu wengi wana vipaji lakini wanakosa sapoti. Pili, elimu pia ilikuwa bado haipo. Japo kuna watu ambao walitangulia, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisipomtaja Mtikila, Mariamu Mtiga na kuna wengine pia walipita hapo katikati, lakini hao pia ndio walianza kuonyesha mwanga wa sanaa mkoa wa Njombe, japo walifika sehemu wakawa kama imeishia tu sehemu fulani. Hivyo basi baada ya kugundua yale mapungufu yaliyokuwepo, nikalazimika sasa kurudi miguu yote miwili na kuanzisha sanaa, na ndio maana ukakuta kaja kukawa kuna ushindani pande zote, upande wa muziki, producers, uigizaji, wote walikuja wakaamka baada ya kuona kwamba kumbe sanaa ni ajira kama ajira nyingine tofauti na mwanzo walikuwa wanachukulia ni kama fulani au ni kitu fulani tu ambacho kama ni show time, lakini baadaye walikuja wakagundua hilo na nilikuja nikabadilisha watu ambao wakafika sehemu wakasimama na wamesimama sasa hivi na wamejiajiri. Okay. Ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo mwanzoni? Changamoto zilikuwa nyingi, japo kwa sababu nilitambua ninachokifanya ni nini na nilimudu kukabiliana nazo. Changamoto nyingi ambazo nilizipata baada ya watu sasa kuelewa kwamba sanaa ni ajira, walianza kuleta kitu fulani ambacho sasa ni kama ushindani, nani zaidi. Lakini ushindani ule ulikuwa si wa kimaendeleo, yani kwamba kumtoa mtu kumpeleka pale. Na maanisha kwamba ulikuwa ni ushindani wa kukwamishana. Yani kwamba nikiwa na jambo fulani la kutaka kulifanya,
kwa sababu wao labda wako kundi tofauti na mimi, wanatengeneza mazingira ya kuikwamisha ile kazi. Lakini kwa sababu nilitambua na kwa sababu nilishatoka kwenye upinzani mkubwa kuliko huo, nilikuwa naweza kumudu, kwa sababu nilikuwa najua mbinu zote ambazo za mtu akija kutaka kunikwamisha swala langu mimi niende nalo vipi, na hatimaye nikawa nashinda, na hatimaye hata wale sasa ambao walikuwa ni wapinzani wangu walikuja kugeuka wakaingia kwenye. Okay, hapo umeeleweka vizuri sana. Na unafikiri tasnia ya filamu mkoani Njombe imekuwa kiwango gani mpaka sasa? Tasnia ya filamu Njombe saizi, nikielezea filamu tu nitakuwa ni mwongo. Tuseme tu sanaa kwa Njombe sasa hivi asilimia kubwa iko juu, lakini tumefika sehemu asilimia kubwa tumelewa sifa. Na maanisha nini? Yaani kwamba tunajikuta kwamba kama tumemaliza, wakati kumbe sanaa siku zote. Mimi mwalimu wangu aliyenifundisha aliniambia kila baada ya dakika 5 sanaa inabadilika. Yaani akiwa na maana kwamba nilichojifunza dakika 5 zilizopita ni tofauti na nitakachokutana nacho dakika 5 zijazo. Kwa hiyo nilichokuwa na shauri kwamba sanaa imeshaeleweka Njombe kwamba ni ajira, ni kitu ambacho bado unaweza kuelimisha jamii, bado unaweza kufanya kitu ambacho kikaendesha maisha yako. Tufike sehemu sasa tusiridhike na pale tulipofika, tafute jitihada, twende mbele zaidi na mkoa wetu uweze kupanda. Okay. Ushauri wako kwa vijana wanaotaka kuingia kwenye filamu ni upi? Ushauri wangu, kitu cha kwanza sanaa ili ukitaka ufanikiwe, kitu cha kwanza nataka nidhamu. Yapo wengi waga waelewe. Sanaa asilimia kubwa mtu yoyote anayefanikiwa mfuatilie. Ukisha base kwenye nidhamu na ukamsikiliza mwalimu wako na ukafuata anachokifanya mwalimu wako na ukawa msikivu kwa mwalimu, ni rahisi sana kufanikiwa kwa. Tumemaliza hapo, kuna cha kuongezea? Kuongezea kipo. Maswali mengi nimekuwa nikiulizwa kwamba toka kipindi kile nilikuwa nimetoka hapa muda mrefu, lakini kilichokuwa kimenitoa lengo na madhumuni ilikuwa ni hiyo naipigania sanaa, na nikiwa na maana kwamba niongeze ujuzi zaidi, utaalamu zaidi. Kitu kikubwa ambacho nilikuwa nataka kuwaahidi wana Njombe na wasanii wenzangu ambao tayari nilishakuwa nao, na hata wale ambao wanafunzi ambao nilishakuwa nao na sasa wameshakuwa na mafanikio yao, na wengine wameshakuwa na maofisi, na wengine wameshakuwa na studio. Saizi mimi nataka kurudi Njombe kwa mtizamo mwingine, nikiwa na maana kwamba nataka nirudi sasa nifanye mapinduzi ambayo yatafika sehemu sasa kutufikisha sehemu ambapo hata kama tukishindanishwa mkoa na mkoa, Njombe iwe katika nafasi ambayo inaogopwa, kusifika na ambayo inafanya vizuri. Sawa. Okay, na ni mradi gani mpya ambao unaufanya kwa sasa? Mimi kwa kweli miradi mingi ambayo nimekuwa nikiifanya, sawa, na ambayo naweza nikasema kwamba katika miradi ambayo mimi sitakuja kuacha, kwa sababu nimefanya ujasiriamali mwingi, nimefanya mambo mengi, lakini kila ninapotaka kusema labda nitupe sanaa ni kitu ambacho kinakuwa kigumu, kwa sababu kipo kwenye moyo. Na nitoe fursa hii kwamba kuanzia sasa hivi rasmi kurudi Njombe, na mbali ya kurudi Njombe, saizi ninachofanya kama nitapata support, nikapata eneo ambalo nitafanyia mazoezi na kufundishia sanaa zote, sita base kwenye sanaa upande mmoja, kwa sababu hata kipindi kile wengi walikuwa wanaona darasa langu jinsi lilivyo. Ikifika swala la muziki atakuja mtu mtaalamu wa muziki wa train. Ikija upande wa sanaa, asilimia kubwa nilikuwa na base mwenyewe, kwa sababu nafundisha na produce pia, na ninaandaa kazi, kila kitu pia na kiko ndani ya uwezo wangu. Kwa hiyo hata sasa nataka nirudi kwa nguvu na kasi zaidi kuliko ile, nikiwa na maana kwamba kwa sababu tayari kuna chachu ambayo nilishaianzisha na watu wameielewa, sasa nataka nipushi zaidi ili iweze kufika mbele zaidi. Unadhani nini kifanyike ili Bongo Movie za mikoani zikue zaidi? Kikubwa nadhani kwamba tufike sehemu tusibezi sana kuiga tamaduni za wenzetu, nikiwa na maana kwamba bado location zetu, kwa mfano Njombe hii bado tuna location
nzuri ambazo kama tukitengeneza ushawishi mkubwa, tukatengeneza stori zilizokuwa nzuri, bado tuna watu wengi ambao wana hamu ya kuja kufanya kazi Njombe, kutumia maeneo tuliyokuwa nayo, vitu tulivyokuwa navyo, bidhaa tunazozalisha hapa. Nadhani cha msingi kikubwa ambacho tunatakiwa tukifanye na ambacho kipindi kile wengi hawakunielewa na wakawa wanajiuliza ni kwa nini nazalisha kazi mwenyewe, naitembeza nyumba hadi nyumba mimi mwenyewe. Target na madhumuni nilikuwa kwamba nataka nione kile kitu ambacho nimekifanya, nakutana nacho changamoto zipi, mapokeo yanakuaje, mlaji anakipokeaje, ananishauri nini. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo nimeshavipata kwa kupitia lile, na ndio maana nimeona kwamba nirudi ili niweze kutengeneza mazingira pale nilipokuwa nimeishia, ili niweze kupasukuma zaidi, kwa sababu na uhakika connection ya kufanya mimi kazi na watu, hakuna msanii yoyote mkubwa ambaye mimi leo nikataka kufanya naye kazi, kwa sababu wengi wameangalia utendaji wangu, wameangalia ni jinsi gani ninavyojituma, na wengi wamekuwa na hamu ya kufanya kazi katika mfumo ambao nautumia. Kwa hiyo na uhakika Njombe mimi na uwezo wa kumleta mtu yoyote na nikafanya naye kazi yoyote na yote. Ninachokiomba kikubwa ni support kwa wasanii wenzangu waliokuwepo Njombe, kwa wale niliowafundisha na kwa wale ambao wageni, kwa sababu sasa hizi tumeshakuwa na wageni wengi na wapo wengine ni wazawa. Lakini cha msingi tufike sehemu tusimame, vunje makundi, tuwe mwavuli mmoja, sanaa Njombe itakwenda na itamudu kuliko mikoa mingine yote. Kwa upande wa biashara ya filamu, je, kutembeza CD kumekusaidia kufikisha kazi zako kwa watu mikoani? Naweza nikasema sio mikoani tu, kwa sababu mimi nimefanyiwa interview sehemu nyingi. Mara ya mwisho mimi nimefanyiwa interview Zambia, na ndio nilikuwa mtu wa kwanza katika Bongo Movie kufikisha kazi zangu kule moja kwa moja, na baadhi ya kazi nyingine nikazifanya kule. Yani ina maana kwamba nikashirikisha watu wa kule na nikafanya, na sio Zambia tu, nimekwenda Zambia, nimekwenda Malawi, nimekwenda Msumbiji, nimekwenda Kongo. Kwa hiyo yote imenipeleka sanaa. Kwa hiyo nikisema kwamba CD kwenye kutembeza mimi haikunilipa au sijaona faida yake, nitakuwa ni muongo, kwa sababu nimesomesha kwa jitihada hizo zote za kutembeza CD, japo watu walikuwa wananiona kama jamaa huyu mbona anachekesha sana. Nimejenga, umeshanielewa, kwa kupitia sanaa hii, japo huko nyuma nilishakuwa na biashara zingine lakini sikufanikiwa kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo mimi sanaa, nikisema kwamba sanaa haijanitendea haki au imenipa mkono, nitakuwa ni mwongo na mnafiki. Na ndio maana nimekiri wazi toka mwanzo kauli yangu, kama nakumbuka, kwamba katika vitu ambavyo nimejaribu kuviacha na vikashindikana, sanaa siwezi kuiacha, na naahidi tena kwamba mimi sanaa niacha, na naweza nikasema kwamba mpaka Mwenyezi Mungu atakapotaka kunichukua nitakwenda nayo sanaa. Okay, shukrani sana Las Robert, tumepiga story vya kutosha, lakini ni mwamba ambaye umefanya vizuri. Naona kuna cover yako hapa, Sina Ndugu, ni filamu ambayo ulicheza na Master, naona yupo Ringo na watu wengine, lakini pia ipo nyingine inaitwa Robert Ndoto, tunamwona mzee nani? No, sio mzee Magari huyu, mzee Msesiri, lakini tunamwona Sitosahau, tunamwona mzee Magari yuko hapo, kuna Riana, wako wengi. Inaonyesha umejitengenezea wigo mkubwa sana, kama ulivyokiri kwenye mazungumzo yako kwamba hakuna msanii yeyote mkubwa ambaye wewe huna connection naye. Ni uhakika na hicho ambacho nakitamka. Kwa sababu gani? Mimi nilianza mwanzo kujituma nikiwa na maana kwamba nifike sehemu, yani wao wawe na kiu ya kufanya kazi na mimi, bali sio mimi niwe na kiu ya kufanya kazi na wao. Na hata saizi mtu yeyote mimi nitakayeinua simu yangu nikaongea naye, swali la kwanza atakaoniuliza, umeniandalia sini ngapi? Kwa sababu anaamini kabisa kwamba Las Robert yuko kiutendaji zaidi. Na hata wao wamekuwa wakishangaa kwamba nafika sehemu wakati mwingine na wagaramia, naweza nikawatoa toka sehemu husika waliokuwepo na kwenda mkoa fulani, na nikakaa nao kwa siku ambazo nazitaka mimi, na tukafanya kazi pasipo mgogoro wowote na wala kufikia kipingamizi chochote. Kwa sababu hata hii Njombe
katika msanii ambaye ameleta wasanii wengi wageni wakubwa, hakuna anayemzidi. Hakuna. Hata muulize msanii yoyote, yani hata saizi wapige simu wafanye nini, watakwambia. Kwa sababu na wengi walikuwa mwanzoni wanahisi kama vile nakuja siko serious kivile. Umeshanielewa? Ndakupa mfano, kwa mfano kama hiyo Sina Ndugu. Hiyo Sina Ndugu, target yangu kubwa ilikuwa ifanyike Njombe na hao mastaa wote nishuke nao hapa. Okay. Kama nakumbuka mwanzo katika maswali yako ulioniuliza kwamba changamoto ipi ambayo nimepata, sawa. Ilikuja ikajitokeza tumefanya 85% ya maandalizi yote ili tuweze kuingia location tuanze hiyo kazi. Sawa. Kuna vitu vikuja vikatengenezwa yani na kundi pinzani ambao nilikuwa nao. Okay. Nikawa nimeshazipanga casti, nimeshaandaa wageni kwamba tunawapokea vipi na lini tuwapokee wageni. Ikaja ikatengenezwa kitu fulani, baadhi ya casti ambazo muhimu ambazo nilikuwa nimeshaziandaa, nimeshazifanyisha mazoezi, wakazitoa sehemu husika ambao nipo. Nikajiuliza, uwezo ninao, pesa ya kwangu, story ya kwangu, nilikuwa nimejiandaa vya kutosha. Kwa hiyo nikaona kwamba sio kigezo cha wao kunikwamisha. Huwezi kuamini, ndani ya siku 7, sawa, mimi nilibadilisha location. Niligairi kuifanyia kazi hiyo hapa, sawa. Nikaenda nikaifanyia kazi Dar es Salaam, na wale ambao walifika sehemu wakatengeneza mazingira yale ya kuniangusha hapa, ambao ni wazawa, wadogo zangu, wanafunzi wangu, na wengine ambao kabisa yani mtu yani naanza kabisa kumsimamisha mbele ya kamera, lakini aliingia kwenye ule mkumbo, alikuja akajilaumu sana kwa sababu nilikuwa nimetarget kwamba ni story ambayo ingembeba kila mmoja, ingempush kila mmoja, kwa sababu kuna mastaa wengi pia wapo kwenye hiyo Sina Ndugu, sawa. Nikatoka nikaenda nikaibadilisha location, nikaenda nikaifanyia sehemu ambayo yani hata wao hawakutegemea. Alafu sasa nikafika sehemu ile nikapushiwa na nikaifanya vizuri kuliko au ambavyo ningeweza kuifanya. Okay. Ukaribu wako wa Ras Robert na Mzee Magari, kuna ukaribu wote? Wengi wamekuwa wakinifananisha na kuna baadhi ya sehemu zingine wamekuwa wakihisi kwamba Ras Magari labda Mzee Magari kwamba labda ni baba yangu au kaka yangu, kwa sababu wengi wanadai kwamba tunafanana. Miondoko, yani style zote, pete, macheni, body tu, kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba body cast zile zinaendana sana, ni kama mapacha hivi. Hapana, Mzee Magari mimi sio ndugu. Ila tumekutana kwenye sanaa, na hata alivyojaliwa kukutana na mimi pia alikiri wazi kwamba ni kweli watu wanaraja kunisha mimi na wewe kuhisi aidha ni mtoto wangu au ni mdogo wangu. Na ndio maana hata yeye pia nilipotaka kufanya naye kazi hakukuwa na kipingamizi chochote au nani yote, na bado ana hamu na pia kufanya kazi na mimi sibadilisi. Okay. Kwa sababu ana uhakika nikishawaambia kwamba tunaingia location, ana uhakika inakwenda sawa. Kwa sababu mbali na huyo pia, sawa, nilishawaleta mimi hapa wasanii zaidi ya 8 kwa wakati mmoja. Nakumbuka nilimleta Babu Gangster ambaye saizi ni marehemu. Nikaja nikamleta Duma. Nikaja nilileta wasanii kama 8 hivi ambao tulikuja tukafanya hapa filamu moja inaitwa Nyumbani. Tulishirikiana na dadangu mmoja alikuwa Kings pale, alikuwa anaitwa Riz, sasa hivi yuko Mbeya. Kwa hiyo unakuta ni kwamba sehemu yoyote mimi nitakayotaka kumpeleka msanii mbali, kwa sababu tayari nimeshakuwa na CV ambayo ana uhakika asilimia zote, hata kama nikapiga simu kwamba fanya maandalizi yako, nikamtumia zile gharama, anapanda gari na anafika sehemu husika, kwa sababu sijawahi kuwa na kashfa ya kutaka kufanya kazi na mtu na hatimaye akafika sehemu husika aidha sitimiziwe mahitaji au tusifanye kile kitu ambacho. Okay. Umetupromise wana Asili Yetu TV kwamba sasa hivi tumerudi Njombe na tumekuja kufanya mapinduzi. Ndivyo. Mwaka jana zilifanyika tuzo kwenye mkoa wetu wa Njombe, na kumbuka kuna tuzo ambayo Njombe ilibaki kwa kumbukumbu yangu, na kama ipo sina uhakika. Mwaka huu tuzo zinafanyika Nyanda za Juu Kusini, zinafanyika Iringa. TDFA ndio waandaaji, lakini wakishirikiana na wasanii ambao wako mikoani. Kwa kauli ambayo umeitoa wewe,
tutarajie tuzo inabaki Njombe, tutarajie nini? Mimi nadhani kwamba nifungue milango kwa sababu wasanii wengi ambao wamepita kwenye mikono yangu, ambao wanafahamu ushindani, changamoto, uamshaji niliokuja kuuleta Njombe, wanafahamu kwamba ni mtu ambaye sio mchoyo kwa mtu yoyote akitaka kuniomba ushauri, kunishirikisha kwa kitu fulani, kutaka tufanye kazi, nifungue milango kwamba niko tayari kwa mtu yoyote atakayetaka kufanya kazi na mimi, atakayetaka kutumia ushauri wangu, atakayetaka kunishauri pia, kwa sababu mimi pia sijatimia. Inawezekana labda akaona kwamba kuna kitu fulani ambacho kwangu mimi bado hakiko sawa, mimi niko nani, lakini kwa sababu umenielekeza hilo pia, nadhani kwamba tufike sehemu tujipange mapema. Subiri dakika za mwisho ndio tunaanza kufanya maandalizi, lakini kumbe tungefanya maandalizi mapema, tukafanya rehearsal ya kutosha, tukafanya kazi za majaribio mapema, na tukajua zile tuzo watabezi kwenye kitu gani na kitu gani, na ndio hivyo tukatambaa navyo hivyo, na tukaongeza vingine ambavyo kwa akiba yetu sisi na kuboresha zaidi. Mimi nadhani kwamba uhakika wa kubaki tuzo nyingi Njombe huko. Okay. Kidoti Entertainment anasema wewe ni mwalimu wake. Ndio maana nikakwambia ni wengi ambao wamepita kwangu. Tena kama Kidoti, yani kamera ya kwanza yani kupita ameanza kwangu. Okay. Na nikampa mbinu za kukabiliana, ni jinsi gani unavyocheza na mtu ambaye amekuzidi kiwango. Na ndio maana ilifika sehemu hata wale wasanii wakubwa nilipokuwa nikiwaleta, wakiingia darasani kwangu wanapata tabu, kwa sababu inafika sehemu wanawakabili kuliko hata wao walivyotarajia. Na mbinu zote ninazo, na mwanafunzi wangu yote yule na uhakika hata saizi nimsimamishe na nani, hata wa nje ya nchi anakabiliana naye vizuri. Kwa hiyo wale wasanii ambao walipita mikononi mwako, sasa hivi ni muda wao sasa wa kuanza kurejesha furaha ya Bongo Movie, kwa sababu Bongo Movie mkoani Njombe kama haipo hii. Na imani wasanii hao wanaweza akawa wamekutafuta kwa sababu connection mpaka na kufikia wewe ni wasanii ambao wanambia bwana, mtafute Lasi Robert, ana kitu huyu. Asiri, mimi ni kuambie kitu kimoja, sawa? Sijajua hao wenzangu wanateteleka wapi, kwa sababu lengo na madhumuni kwanza nilishawaeleza toka mwanzo kwamba jamani, mimi nataka tutengeneze kitu ambacho kifike sehemu kila msanii mkubwa au kila mtu ambaye anakuwa na story nzuri na inataka location nzuri awe anatamani kuja kufanya kazi Njombe. Ni changamoto tu ambazo zilinipata na ile kujihangaisha na kutanua wigo zaidi, ikafika sehemu sasa ikawa kama sanaa, kama unavyokiri kwamba sanaa Njombe ikawa kama imepotea, yani upande wa uigizaji kama wamepotea. Ni kweli naweza nikakiri kitu kama hicho, lakini nakataa. Kwa sababu gani? Kuna wanafunzi wangu wengi, kuna matunda mengi. Nadhani kama labda hofu yao kubwa ilikuwa ni kwamba labda mimi nimewatupa mkono, wajihakikishie kuanzia sasa hivi mimi nimerudi, na asisite mtu yoyote kutaka kunitumia. Lakini vile vile sio kwa hao tu, mpaka sasa hivi ninapokuambia ni kwamba kama kweli nikapata sehemu darasa na nini, bado na watu wengi ambao ni wapya na wana vipaji vikubwa, naweza nikasema kuliko hata sisi. Okay, hapo mwamba umeeleweka sana. Tutarajie kutumia madirekta ndani ya mkoa wa Njombe? Madirekta mkoa wa Njombe ni lazima niwatumie. Kwa sababu gani? Director gani unaona kabisa huyu ana mwelekeo, huyu nikikaa naye huyu? Nikisema fulani nitakuwa nakosea, lakini wengi wamepita mikononi mwangu. Sniga amepita mikononi mwako? Amepita mikononi mwangu, na hata ukimpigia simu na hata kazi zangu hizo zingine baadhi ambazo umezikuta ameplay part pia. Kwa hiyo na uhakika wazi kabisa, na ndio maana nimesema kwamba siwezi kusema director fulani kwamba kwa Njombe sijui nitamtumia. Yani wote naona wako vizuri. Kwa sababu nimeona hata ushindani wao, japo ushindani wao unatakiwa tubadilike, sawa. Ushindani wao naona ni mzuri, kwa sababu ushindani wao ni ule wa kutaka kutengeneza kitu, yani kwamba jana nilifanya hiki, leo nifanye kitu ambacho ni bora kuliko kile nilichokifanya jana. Na wengi wamepita kwangu kwa sababu yani, na kuhakikisha hivyo, ni wengi wamepita kwangu, akina Director Chidi wote wamepita kwangu, na wakina Chidi hao ndo nilianza nao wazi kabisa. Kuna hiyo kazi hapo inaitwa Nani Alaumiwe, na hata ukiona kwenye cover pia utawaona. Lakini ni watu ambao wanafahamu kwamba ni mtu wa aina gani, nikiwa kwenye kazi niko serious kiasi gani, na nikitaka kufanya kitu niko serious.